Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya Dominika ya pili. Masomo yetu ni mwaka C wa kanisa, Dominika ya pili ya Kwaresima. Na tafakari yetu leo basi tuipe kichwa cha habari, tutembee kwa imani. Tutembee kwa imani. Duniani tunaalikwa kutembea kwa imani, lakini mara nyingi tunatembea zaidi kwa kufuata tamaa zetu na tamaa za kidunia. Ndugu zangu, tunafurahishwa na fedha, vyeo na utajiri wa haraka. Somo la pili la leo linatuambia kwamba wenyeji wetu upo mbinguni. Hivyo linatuhimiza tutembee kwa imani duniani, tukielekea kwenye hayo makao yetu huko mbinguni. Wenyeji wetu, sisi ni raia wa mbinguni. Tunapotembea kwa imani, kunakuwa na nyakati za changamoto, wakati tupata changamoto na magumu. Lakini Mungu hatachoka kutuletea vitulizo, ndugu zangu, vitakavyotutia moyo ili tuweze kutembea mpaka kufika katika wenyeji huo huko mbinguni, au makao yetu huko mbinguni. Hivyo fungua macho uone namna jinsi Mungu anavyokutia moyo upate kutembea katika wito wako mwema, katika utume wako vizuri. Tutambue kwamba Mungu wetu ni Mungu anayejifunua kipekee kwa kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu anamuelewa Mungu kinamna yake kipekee jinsi alivyo, kwani Mungu hujifunua kwa kila mmoja wetu kipekee. Tunamshukuru Mungu anayejifunua kipekee kwa kila mmoja wetu. Tumshukuru pia kwa kujitokeza kututia moyo kwa nyakati mbalimbali, na hasa zile nyakati ngumu ambapo tumejikatia tamaa, tunashindwa kuona nguvu ya Mungu katika maisha yetu. Katika somo la kwanza, Mwenyezi Mungu alimtia moyo Abraham namna hii. Amejitokeza kwake na kumwambia kwamba asiache kuendelea kuwa na imani. Aamini kwamba Mungu atatimiza ahadi yake ya uzao. Hivyo asichoke kusubiri. Mwenyezi Mungu anakiri hata kutoa ishara, anadiriki hata kutoa ishara kwa kufanya agano na Abraham. Ndugu zangu, anakubali kuiteketeza sadaka kwa kupita katikati yake. Mambo ya Mungu ni matakatifu sana. Hata yakichelewa lazima atayatimiza tu. Mambo ya Mungu yanaweza kuonekana yanachelewa, lakini hakika kwamba tusichoke kusubiria. Tuwe tayari kusubiri. Hakika Mungu atatimiza ahadi yake. Lazima atimize. Mungu hasahau. Sisi wanadamu tunaweka ahadi nyingi. Hata wakati mwingine tunamwahidia Mungu, tunaahidia wenzetu, lakini tunachoka, na wakati mwingine tunavunja maagano, lakini Mungu havunji agano lake aliloweka nasi. Lakini ndugu zangu, lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila mara kutupatia upendeleo wa kipekee. Mungu anatupa kitu tunachosema kwa Kiingereza extraordinary privileges. Anatupendelea kipekee kwa kutia moyo katika kuendea huu utukufu wa baadaye, katika kuzisubiria ahadi zake. Mara zote hujitokeza akitembea nasi ili tupate kuzifikia hizo ahadi. Alimpatia Abraham maono ya kipekee. Mungu anatimiza ahadi hizo bila kuacha. Akishaahidi lazima atafanya. Hiyo utambue. Alichokiahidi Mungu hakika atatimiza. Hata kama itapita miaka na miaka. Sisi tunakata tamaa, lakini Mungu analikumbuka agano lake milele. Hili usilisahau kabisa ndugu zangu. Atatimiza tu. Abraham anakumbwa na kishawishi cha kuona kwamba pengine mambo hayaendi kwa haraka. Na hicho ndicho kishawishi ambacho pia kinatukumba na sisi hata nyakati zetu. Kuna wakati pia tunaona mambo kama hayaendi haraka, tunatamani tufanye haraka, na hii sasa ndio inatufanya sisi tunaingia kwenye dhambi. Lakini pia tukiwa tunaingia kwenye somo la Injili, tunakutana na mitume wake Yesu watatu, Petro, Yakobo na Yohane. Wanapata pia nafasi ya kushuhudia, kuona maono haya ya kipekee yenye kuhusu utukufu ujao. Hapo wanafunzi hawa watatu walipata kutambua kwamba kwa Yesu yapo mengi zaidi ya yale ambao waliyaona pengine kwa macho au kusikia, kugusa, hata kunusa. Walipata kutambua kwamba Yesu ni tajiri wa mengi, ni tajiri wa utukufu wa mbinguni pia. Lakini pia katika tukio la kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo, utukufu mdogo aliouona Petro ulimfanya kwanza ajisahau yeye mwenyewe, na pia awasahau wenzake waliokuwa katika mlima, na pia hata kuwasahau wenzake ambao hawakuwepo pale mlimani.
Maishani tunasahauliana kirahisi sana. Na hasa pale mahali ambapo tunapata utukufu ni rahisi sana, tunasahau sana ndugu zetu. Marafiki wengi wakishafanikiwa, usishangae wakakusahau. Usisahau hili, litakuja tu. Wengi wakishapata utukufu, mara nyingi wanasahau wenzao. Mlimani Petro alijisahau mwenyewe pia. Alisahau hata kibanda chake. Wengi tunajisahau vile vile. Wapo madaktari wanaojisahau hata kujitibu wenyewe na hata kujiandalia dozi. Hata wakijiandalia dozi wao wenyewe huwa hawamalizi. Lakini wao wenyewe ni madaktari. Wapo mabosi wengi wanaojisahau hata kujipa likizo. Wako busy kuhangaika, tuna kazi wanasahau kujipa likizo, wanajisahau wao wenyewe. Seremala wengi wanatengeneza vitu vizuri sana vya watu, lakini wao nyumbani hawana hata kitu. Hawajitengenezei chochote. Wanatengeneza samani nyingi sana kwa ajili ya watu, lakini wao wenyewe hawana kitu chochote nyumbani. Lakini pia hawa wanafunzi walionyeshwa haya walikuja kusahau. Hawa wanafunzi walionyeshwa utukufu mkubwa kiasi hiki walikuja kusahau. Wote walilala bustanini Getsemane na kusahau kusali pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Walipouona mwili wake huu uliong'aa ukitemewa mate na kupigwa, walimkana. Walipoona mavazi yake yaliyowahi kung'aa yanapigiwa kura, walitazama kama vile hawajawahi kuyaona. Haya ndio yatakayotokea pia. Shangae wale waliofurahia utukufu wako wakakusahau kabisa, wakakudharau wakati unapitia changamoto mbalimbali. Ndugu zangu, ndivyo wanadamu tunavyosahauliana. Usitegemee upendwe na kutetewa mpaka mwisho wa maisha yako, au utetewe na kila mmoja. Kuna wakati watasahau tu, watakusahau tu. Tukio la kung'ara sura, ndugu zangu, ni tukio walilolipenda sana, na hawa walitaka wabakie pale pale, lakini Yesu anakataa. Ndivyo imeendelea kutokea. Wengi tunapendelea kukaa kwenye comfort zone tu, ile sehemu za utukufu, hatutaki kutoka hapo. Tutambue kwamba hatutabaki katika hali ile ile ya raha pasipokuwa na matatizo. Lazima tushuke tukaifanyie kazi, tukafanye kazi ya Bwana. Lazima tushuke tukapambane na changamoto na matatizo yanayotokea kwenye maisha. Nenda kapambane na magumu yako ya maisha na hali yako. Usipende tu kukaa kwenye comfort zone, sehemu tu ya furaha tu. Lazima tutoke tuende tukapambane. Siku zote ukiwa kwenye furaha, kuna wakati changamoto zitatokea. Lazima utoke ukazikabili. Mitume walikuwa hawaamini bado kwamba Yesu ndiye Masiha aliyetabiriwa na manabii na mababu. Na hadi leo moja ya kishawishi ambacho Mungu anapambana nacho kuhusu sisi ni kutokuamini kwetu. Tuna shida ya kutokuamini. Na miujiza mikubwa hivi wanaonyeshwa wachache. Ni wachache kati ya wale wanafunzi wake walioonyeshwa haya. Sisi tumwamini Yesu. Anasafiri na sisi, tukubali kutembea naye. Wengi tunang'ang'ania kubakia sehemu moja kama Petro. Bado huu sio wakati wa kubakia sehemu moja. Lazima tutoke, nenda kapambane na hali halisi ya maisha magumu tunayopitia. Lazima tupambane nayo. Tusitake tu kukaa tu sehemu ya furaha. Changamoto zitakapokuja tupambane nazo. Tutambue kwamba Mungu anatuhitaji tutoke, tukahangaike. Katika kuhangaika huko ndipo mafanikio yatakapokuja. Tusitake tukaa sehemu moja tu, tusipate changamoto yoyote. Hii haitakaa itokee. Maisha ya changamoto yapo siku zote. Lazima tujifunze kupambana nayo. Furaha pia itakuwepo, lakini furaha isitufanye tufikiri kwamba shida zimeisha. Hapana, changamoto daima zipo. Ukiambiwa kwamba kuna hali mbaya mahali, usiiache hali hiyo hiyo iendelee. Kapambane nayo. Kapambane na uvivu wako na dhambi zako. Pambana ili uweze kuwa safi, na hakika Mungu atakushika mkono. Lakini tuombe kubadilika, ndugu zangu. Yesu anang'aa sura. Kung'aa sura ni ishara ya usafi, ishara ya upya. Ndugu zangu, na sisi tujitahidi, tuwasaidie, tuwabadilishe wenzetu waweze kung'aa. Kuna majukumu ambayo pengine kwenye familia, wazazi, baba zetu, mama zetu, tunashindwa kuingarisha familia yetu. Hebu muingarishe mke wako. Hebu ingarisha familia yako, ing'ae, ionekane tena tofauti. Wengi wetu tunaacha wenzetu wakiwa katika hali ya uchafu tu, hata hawawezi kufanya chochote kwa sababu ya uvivu wetu. Tumeshindwa kuwasaidia. Hebu mshike maskini mkono. Hebu msaidie mtu. Hebu muingarishe. Hebu mfanye mtu apate kazi nzuri, aweze kung'aa, utukufu uweze kuonekana, na uweze kumshukuru Mungu kwamba wewe umetumika kumuingarisha mwenzako. Hebu waingarishe wale ambao watu
wanawachafua kwa maneno mabaya. Wale watu ambao watu wanawasingizia vitu ambavyo si vya kweli. Hebu kuwa mtetezi. Hebu kuwa kama brush la kusafisha watu. Wale watu ambao watu wanawasengenya vibaya, wanawasingizia vitu ambavyo hata hawajavifanya. Hebu kuwa mtu mwema, mtetezi wa hawa watu. Hebu kuwa muingarishaji wa maisha ya watu. Usiwe mchafuzi wa maisha ya watu. Wapo watu ambao ni wachafuzi. Wanaharibu majina mazuri ya watu. Wanatangaza dhambi za watu. Si jukumu lako kutangaza dhambi za watu. Ingarisha watu, watu wangae, waendelee kumtukuza Mungu na wamshukuru Mungu kwa sababu ya wewe kuwasaidia. Kwa ndugu zangu, Yesu ana uwezo wa kubadilisha mengi. Tumuombe atusaidie. Abadilishe pia na hali zetu za zamani. Atuingarishe sasa tutoke kwenye maisha ya maumivu, maisha ya madonda ya zamani. Aponye madonda yetu tuweze kuwa tena wapya na kumtumikia katika hali njema. Na kutakia Dominika njema ya pili ya Kwaresma ya mwaka C. Mungu Mwenyezi akubariki na kukulinda na kukusimamia na kukutunza, akuingarishe uweze kuwa tena na maisha mapya ya kiutakatifu, maisha ya kumpendeza Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.